Kuna baadhi ya watu wanafikiri kuwa kuanzisha biashara vifaa vya umeme unahitaji kuwa na mamilioni ya pesa. Hii sio kweli. Sasa kwenye kipindi hiki mimi nitakueleza jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme kwa shilingi 500 tu. Sio utani, 500 zinatosha kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza hatua muhimu 4 ambazo inabidi kuzitekeleza ili ufanikiwe kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme kwa shilingi 500. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Karibu uwe nasi mpaka mwisho. Sasa kwa nini biashara ya umeme ni muhimu? Unajua sehemu kubwa ya Watanzania wanatumia huduma ya umeme katika maisha yao ya kila siku. Sasa hawa watu wanahitaji vifaa vya umeme kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana, na hii biashara ina soko kubwa sana. Kinachotakiwa ni wewe kujipanga na kutumia mtaji mdogo tu kuanzisha hiyo biashara. Sasa faida yake ni kuwa hivi vitu havihitaji pesa nyingi, lakini vina mzunguko mkubwa sana. Kwa hiyo baada ya kuanza tu, baada ya muda mfupi utajikuta biashara yako imepanuka sana, kwa sababu hivi vitu vinanunuliwa karibu kila siku na watu ambao wanahitaji vifaa vya umeme. Sasa twende kwenye ile sehemu muhimu ambayo nilikuwa nimezungumzia, kuona jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme kwa shilingi 500. Sasa tuangalie mchanganuo wa hizo 500. Kwanza ni ununuzi wa bidhaa tunasema za awali. Sasa hapa shilingi 300 zitatumika. Hii ndiyo roho yako ya biashara. Lakini usikurupuke. Hiyo 300 tunaitawanya ili kupata bidhaa mchanganyiko zinazouzika haraka sana. Hizi ni bei za makadirio na fanya upelelezi wako. Kwanza ni balbu za wenyewe wanaita energy savers. Tenga shilingi kama 70,000 hivi. Hizo ni moto wa kuotea mbali. Nunua za woti tofauti. Woti 7, woti 9, woti 12 na kadhalika. Zinapotea kwenye stock haraka sana. Kifaa kingine ni soketi na swichi. Tenga 80,000. Chukua soketi za kawaida, kwa mfano single na double, pamoja na swichi. Chagua chapa bora kiasi. Usinunue vitu hafifu vitakavyokuchafua jina lako. 3 ni waya au wengine wanasema ni cables. Tenga shilingi 50,000. Sahau roli kubwa. Anza na waya ndogo milimita 1.5 au hata 2.5 zinazotumiwa kila mahali kwenye wiring za majumba yetu. Kinachofuatia ni vifaa vidogo vidogo au wataalamu wanaita accessories. Hapa tenga 100,000. Hapa ndipo dhahabu ilipojificha. Nunua vitu kama insulation tapes, socket boxes, connectors, nails clips, holders za taa, circuit breakers ambazo zile ni za kawaida. Na mchanganyiko huu unamaanisha fundi akihitaji kitu chochote, basi wewe unaweza kuwa na majibu. 2 ni vifaa vidogo kwa ajili ya kazi, hapa ambapo utatumia shilingi 50,000. Hapa hakuna vitu vya ajabu. Nunua kitu kama tester pen imara, kisu na hata tape measure. Pesa itakayobaki nunua mifuko na daftari ya kuandika kila senti ambayo inayoingia katika biashara yako. 3 ni usafirishaji wa vifaa kutoka dukani mpaka sehemu utakapoanzia biashara yako, lakini pia mambo madogo madogo yanayohusiana na masoko, yani marketing. Mwisho ni kuweka akiba kwa ajili ya dharura inaweza katokea. Hapa unatumia 100,000 au unaweka 100,000 kwa ajili ya dharura. Sasa hapa unaona nimeisha maliza 500,000 ambazo unaweza ukaanza biashara mara moja. Kinachofuata sasa nitazungumzia hatua zile ambazo nilizokuambia utakazozifuata ili kufanikiwa kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme.
Tunaanza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni upelelezi wa masoko. Kabla ya kutumia hata shilingi, fanya upelelezi kwa wiki nzima. Usikimbilie kununua. Nenda mtaani kwako, watafute mafundi umeme, waulize ni vitu gani vinakupa shida kuvipata hapa karibu. Unapenda brandi gani ya socket? Wateja wanalalamika nini? Andika kila kitu chini, halafu ingia madukani, jifanye kama ni mteja na chunguza bei zao. Hii itakupa silaha ya kujua nini cha kununua. Hatua ya pili ni kupata wauzaji wa jumla. Hii ndio siri kuu. Faida haitengenezwi unapouza, inatengenezwa unaponunua kwa bei ya kijanja. Tafuta wauzaji wa jumla kwa Dar es Salaam, maeneo ya Kariakoo au Gerezani. Usiende kwa muuzaji mmoja, ingia maduka 5-6, halafu linganisha bei. Hatua ya tatu ni mbinu za mauzo. Hapa ndio biashara inaanza. Tayari unazo bidhaa lakini huna duka. Hivyo ndio faida yako. Hakuna kodi ya pango. Biashara yako ipo kwenye simu na begi lako. Waanze mafundi umeme. Hawa ndio wateja wako wa dhahabu. Unakuwa duka linalowafuata. Badala ya wao kupoteza muda kwenda mjini kwa ajili ya tepu moja, wanakupigia simu na unapowapelekea hapo hapo. Wape bei nzuri kwa ofa za kushuka, halafu nunua vitu vya 50,000 na kupa tester pen ya bure. Pia tumia mitandao ya jamii. Hii ni silaha yako ya maangamizi. Piga picha kali za bidhaa, weka kwenye WhatsApp status kila siku. Balbu za LED imara na zimerudi. Pia andika kuna wasi za 12 kwa shilingi 4,000 delivery. Sasa hebu tuangalie changamoto za biashara na jinsi unavyoweza kuzishinda. Hizo changamoto ni kama ifuatavyo. Kila biashara ina changamoto, lakini mjasiriamali wa kweli anazigeuza kuwa ngazi ya kupandia kwenye biashara. Sasa hebu tuziangalie changamoto zenyewe. Changamoto ya kwanza ni ushindani. Kwa sababu kuna maduka mengi, kwa hiyo ushindani lazima uwepo. Sasa suluhisho ni nini? Wewe una kitu ambacho wao hawana. Yaani kwa mfano huduma ya haraka, na unamfikia mteja alipo. Hiyo ni silaha hatari ya kuweza kushindana na changamoto. Kuwa mwaminifu na toa huduma itakayomfanya mteja akupigie simu tu. Changamoto ya pili ni wateja wa mkopo. Suluhisho ni nini? Sheria namba 1, unapoanza linda mtaji wako kama maisha yako. Anza na pesa taslimu. Usiuze bidhaa zako au huduma kwa njia ya mkopo. Waambie kwa heshima, bosi wangu, nashukuru sana. Hii biashara ndio ninaanza sasa hivi. Naomba unisapoti kwa kulipa kwa cash. Biashara ya kikomaa tutaangaliana. Kuwa imara. Ni heri upoteze mteja mmoja kuliko upoteze mtaji mzima wa biashara yako. Changamoto ya tatu inahusu bidhaa feki. Hii inaturudisha kwenye hatua ya pili. Tafuta wauzaji wanaoaminika. Usidanganywe na bei rahisi mno. Ni bora upate faida ndogo kwenye bidhaa bora kuliko faida kubwa kwenye mzigo utakaokuharibia jina lako milele. Jina zuri ni mtaji mkubwa kuliko pesa. Sasa nimesha kueleza hizo hatua zote 4 za muhimu ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme. Kabla sijamaliza, naona hapa nina wito. Kwanza hebu nieleze kati ya hizi hatua 4 na pia kuhusu upangaji wa ile bajeti ya $500,000. Kuna mahali ambapo unaona kuna changamoto au unahitaji maelezo zaidi? Kama ni hivyo niandikie, halafu mimi nitajaribu kukushauri jinsi ya kufanya. 2, subscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television kila siku saa 3 ya usiku. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.